Donald Trump, rais wa Marekani, amejipa wiki mbili kuangalia vita baina ya Iran pamoja na Israel. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye anaandamwa na mito kutoka kwa Israel ya kumtaka asaidie kuishambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran, amesema anajipa muda wa wiki mbili tu kuamua iwapo Washington itachukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ama la. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu ya Marekani, ambaye ametoa taarifa hizo usiku wa kuamkia leo, akinukuu ujumbe aliotumiwa moja kwa moja na Rais Donald Trump, amesema kwamba rais huyo wa Marekani amejipa wiki mbili kuangalia mwenendo wa vita hivyo, na ndipo atakapochukua jukumu la kutaka kuingia moja kwa moja katika vita ama la. Kulingana na msemaji huyo Karoline Leavitt, Trump amechukua uamuzi huo kupisha nafasi ya mazungumzo ya kidiplomasia yanayoweza kufanyika kati ya Iran na Marekani. Inaaminika Israel inataka Marekani isaidie kukishambulia kinu cha nyuklia cha Iran cha Fordo kilichojengwa umbali mrefu chini ya ardhi. Ni Marekani pekee inatajwa kuwa ina uwezo wa kijeshi wa kukisambaratisha kituo hicho cha nyuklia kwa kutumia bomu maalum la kutifua ardhini hadi umbali wa futi 60. Vyanzo kadhaa vimearifu kuwa Iran na Marekani wameendelea kuwa na mawasiliano hata baada ya Israel kuishambulia nchi hiyo ya Kiislamu wiki iliyopita. Taarifa zinasema mjumbe maalum wa Marekani kwenye kanda ya Mashariki ya Kati amefanya mazungumzo mara kadhaa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran bwana Abbas Araghchi. Hata hivyo, wakati huu ni diplomasia pekee ndiyo ambayo itanusuru maafa zaidi katika mzozo wa Israel pamoja na Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi hivi leo anaelekea mjini Geneva katika mkutano na mwenzake wa Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mkutano wa ngazi ya juu kufanyika kati ya maafisa wa Iran na nchi za Magharibi tangu Iran iliposhambuliwa na Israel wiki iliyopita. Inatazamiwa mazungumzo ya wanadiplomasia hayo yatatuama juu ya kutuliza mivutano na kuishinikiza Iran kuachana na mradi wake wa nyuklia unaoelezwa kuwa sababu ya Israel kuilenga nchi hiyo. Hata hivyo, IAEA, wakala wa nishati wa Umoja wa Mataifa, imeeleza wazi kwamba Marekani pamoja na Israel zimekuwa na uonevu dhidi ya Iran, kwani Iran haina mpango na wala haina silaha za kinyuklia. Maafisa kadhaa wa Iran wamejitokeza kumshambulia mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia IAEA, Rafael Grossi, wakimtuhumu kuwa chanzo cha mzozo wa sasa kwa kushindwa kusema kinaga ubaga kuwa Iran haina mpango wa kuunda silaha za nyuklia. Hata hivyo, taarifa yake ya awali ilieleza kwamba kulikuwa na mipango miaka mingi iliyopita ya kutengeneza silaha hizo za nyuklia, lakini wakati huu anaeleza tena kwamba nchi hiyo haina mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Mawaziri wa Ulaya sasa wanaishawishi Iran irudi kwenye meza ya mazungumzo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya ambao leo wanakutana na Abbas Araghchi huko Geneva nchini Uswisi kwa matumaini ya kupunguza mvutano kati ya Iran na Israel. Uingereza, Ujerumani na Ufaransa na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas watashiriki katika mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Teheran na serikali za Magharibi tangu Israel ilipoanzisha shambulizi lake dhidi ya Iran wiki moja iliyopita, huku Iran ikijibu mapigo kwa kishindo. Hatua hii inafuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuahirisha uamuzi wowote wa kuingilia kati kijeshi kwa nchi yake huko Iran kwa majuma mawili. Donald Trump amesema bado anataka kutoa nafasi ya mazungumzo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho Donald Trump amekieleza kupitia msemaji wake kwamba anajipa wiki mbili ataamua kuhusu kujihusisha na mzozo wa Israel na Iran ama la. Hii ni kwa mujibu wa ikulu ya White House ambayo imetoa maelezo hayo. Basi mtazamaji, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa.